Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, tumepata furaha kubwa sana kukutana na kadhi wa Zanzibar. Tunaye hapa hivi na tumefarijika sana kukutana naye. Inshallah tulikuwa tunapenda kwanza tupate nasaha, maana kukutana na watu kama hawa ni fursa kubwa sana au ni adibu sana kukutana nao. Kwa hivyo inshallah, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali yako sheikh? Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu sana Dar es Salaam. Asante sana, nashukuru sana. Huko Zanzibar vipi, umewachaje? Zanzibar alhamdulillah tunaendelea vizuri na tunaomba baraka za mvua alhamdulillah. Naam shekhe, na kwa kuwa tumekutana na wewe, tunapenda tupate bahati ya kuuliza masuala mawili matatu au tupe nasaha kidogo kuhusu Uislamu. Umezungumzia vipi kuhusu kuheshimu wazazi? Uislamu unaangalia kila mahali na ziada zaidi katika kuheshimu na kufanyia wema wazazi. Kuna aya mbalimbali zimekuja katika Qur'ani kuonyesha kwamba wazazi wanapaswa kuheshimiwa hata kama si Waislamu. Shukran. Na vipi hasa katika nyinyi au madai kwa jumla wote kwa mashehe na makadhi kama vile wasema mbalimbali vile inshallah, unaweza kuwanasi vipi au upande wako wewe unakabiliana vipi na majaribu au fitna katika zama hizi? Unakabiliana nazo vipi au unaweza kuwajaribu kuwapa nasaha, unaweza kukabiliana vipi na majaribio au fitna katika zama hizi inshallah? Katika wakati huu tulionao tunapaswa kufuata historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye aliishi katika maisha haya ya fitna, kwa sababu wakati alipokuja hakukuwa na dini ya Kiislamu ambayo inakubalika. Kwa aliishi katika maisha magumu hata ikafika kuhama ndani ya mji wa Makka. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tupite mule ambao alipita yeye, vipi aliishi nao wakati katika mazingira kama haya. Naam shekhe, kijana unaweza kumshauri vipi kwa ajili ya kuepuka maovu? Unaweza kumshauri vipi au unaweza kujiandaje kwa ajili ya kuepuka maovu? Kwanza kabisa katika njia za kujilinda na maovu kuwa mcha Mungu, yaani kumtambua Mungu kwanza. Kisha kumtambua Mungu ndipo utakapoweza kuepuka yale maovu, kwa sababu kwa kumhofia yeye utaogopa hata kufanya yale ambayo yeye ameyakataza. Naam, shukran sana. Haya ni katika machache ambayo tulikuwa nayo na Sheikh wetu Kadhi kutoka Zanzibar huko. Neno moja au la mwisho inshallah kwa wanaokutazama. Wote wanatazama, nawatakia maisha mema na maisha ya kiungu zaidi, na nawatakia kila la kheri katika maisha yao hapa duniani na akhera, na Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Jazakallahu khaira, shukran sana. Tumefarijika na tumepata faida nyingi sana kutoka kwake, na Allah mzidishie kila la kheri. Hii ni Muhajirina TV, usikose kusubscribe na kushare na kucomment hapo chini inshallah.